Tukiangazia mzozo unaoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, jeshi la Ukraine lilirusha makombora mawili ya HIMARS moja kwa moja kwenye vibanda vya soko katika mji wa Veliki Kopani katika eneo la Kherson la Urusi siku ya Jumapili, kulingana na gavana wa eneo hilo Vladimir Saldo. Shambulio hilo liliua raia kadhaa na kujeruhi wengi, Saldo alisema, akirejelea takwimu za awali. Kadiri ya chapisho lake kwenye channel ya Telegram, makumi ya raia walikuwa sokoni wakati angalau makombora mawili yaliyofatuliwa kutoka kwa kifaa cha M142 HIMARS kilichotolewa na Marekani yalipiga eneo hilo. Picha zilizoambatanishwa na chapisho hilo zinaonyesha jengo moja likiwa limeharibiwa vibaya na moshi mzito ukifuka kutoka ndani yake. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha gari lililoharibiwa likiwa linawaka moto nje ya soko hilo, huku mtu aliyejeruhiwa au labda aliyefariki akiwa amelala karibu nalo. Mfanyakazi wa huduma za dharura pamoja na dereva wake pia walijeruhiwa katika shambulio hilo. Waziri wa afya wa eneo hilo, Elena Borchinova, aliliambia shirika la habari la TASS. Angalau raia 7 walijeruhiwa, huku mmoja wao akifariki baadaye kutokana na majeraha yake, kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo kwa shirika la habari la TASS. Idadi kamili ya wahanga bado haikuthibitishwa rasmi, kwani majeruhi walikuwa wanaendelea kuhamishiwa hospitalini. Baadhi ya waathiriwa walipelekwa katika mji wa pwani wa Skadoviski ulioko takriban kilomita 20 kusini mwa Veliki Kopani. Taarifa bado ni za awali. Tunawasubiri waathiriwa wote. Wamepelekwa hospitali ya Skadoviski. Hadi sasa wawili tu wamefikishwa, lakini kwa bahati mbaya mmoja wao amefariki, wizara hiyo ya afya ililiambia shirika la habari la RIA Novosti. Kiev imekuwa ikipokea mifumo hii ya M142 HIMARS pamoja na mtindo wake mzito zaidi wa magurudumu ya chuma ya M270 MLRS tangu katikati ya mwaka 2022 kutoka kwa Marekani na washirika wengine wa nchi za Magharibi. Ingawa mifumo hii ilitajwa kuwa silaha muhimu ya kushambulia malengo ya thamani ya juu ya Urusi, mara kwa mara imekuwa ikitumiwa na Kiev kushambulia bila mpangilio malengo ya raia mbali na mstari wa mbele wa mapigano. Hayo yanajiri wakati wizara ya ulinzi ya Moscow ilitangaza siku ya Jumamosi kwamba jeshi la Urusi liliharibu gari adimu la Ukraine la kusambaza upya mifumo ya HIMARS lililotolewa na Marekani katika shambulio la kombora la ballistic. Video ya drone ya upelelezi iliyotolewa na jeshi la Urusi inaonyesha gari hilo likijaribu kuingia kwenye handaki lililofichwa katika msitu mwembamba kati ya mashamba mawili. Eneo hilo liligunduliwa karibu na kijiji cha Novonikolyevka, takriban kilomita 26 mashariki mwa mji wa Nikoliv nchini Ukraine, jeshi hilo lilisema. Baada ya kugunduliwa, eneo hilo lilishambuliwa kwa kombora la ballistic lililorushwa kutoka kwa mfumo wa Iskander-M. Kulingana na video hiyo, kombora hilo lilionekana kuwa na kichwa cha mlipuko mkali kilichotengenezwa kwa mlipuko wa angani, na silaha hiyo ilionekana kulenga moja kwa moja kwenye handaki hilo. Hadi wanajeshi 10 wa Ukraine waliuawa katika shambulio hilo, kwa mujibu wa wizara hiyo ya ulinzi ya Urusi. Gari hilo lililoharibiwa linaonekana kuwa sehemu ya Family of Medium Tactical Vehicles, yani FMTV, ambayo ni mfululizo wa magari ya kijeshi yanayotengenezwa Marekani kwa kutumia chassis ya pamoja, lakini yanayobadilika kulingana na kazi na mzigo wake. Video inaonyesha gari hilo la kusambaza lina sehemu ya mbele yenye silaha na kreni inayojikunja nyuma yake. Mapigano yanayoendelea katika eneo la Kursk la Urusi ambako Kiev ilifanya uvamizi mnamo Agosti mwaka jana yameleta madhara makubwa kwa mifumo ya HIMARS. Kwa mujibu wa makadirio ya hivi karibuni ya Urusi, angalau vitengo 13 vya mifumo ya M142 na 7 vya M270 MLRS vimeharibiwa katika eneo hilo. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika vita hivi kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.